Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 7 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaanza na habari kubwa inayosema Askofu CAG apewe rungu kukamata mafisadi. Huyo ni askofu asema CAG apewe rungu kukamata mafisadi, lakini akamatwa bila kuelewa kosa na kuhukumiwa kifo. Majaliwa amtoa. Akamatwa bila kuelewa kosa au hukumiwa kifo. Majaliwa amtoa. Na bado kuna habari inayosema siku ya Karume alivyosafiri na silaha ya elimu bila malipo akaeleweka visiwani Zanzibar. Na bei ya mafuta, bei mpya za mafuta Chadema yaibuka. Bei mpya za mafuta Chadema yaibuka. Wananchi wanaishi kwa kuhalisia, lakini wahadhiri waja mambo mawili. Lata akiita wadau. Hiyo ni habari inapatikana kwenye kurasa za ndani za gazeti lako la Nipashe. Lakini wakala wa forodha sasa kidigitali, ubabaishaji kufutwa. Wakala wa forodha sasa kidigitali, ubabaishaji kufutwa. Na mauaji kanisani. Hiyo ni habari inasema mauaji kanisani, kijana auawa na waumini akidaiwa kuvamia madhabahu, yadaiwa aliwajeruhi wawili kwa panga wakati wa misa ya Pasaka. Polisi askofu watoa kauli. Lakini Mwigulu aagiza mambo matano soko lililoungua. Mwigulu aagiza mambo matano soko lililoungua. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiongezea kwenye gazeti lako la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika ramani ya kupokea madarasa mawili ya sekondari 2028. Ramani ya kupokea madarasa mawili ya sekondari 2028. Lakini Karume na viwango vya uongozi Zanzibar. Karume na viwango vya uongozi Zanzibar. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni paroko alivyonusurika kifo madhabahuni. Paroko alivyonusurika kifo madhabahuni. Na mbinu kukabili maumivu bei ya mafuta. Ndani ya gazeti lako la Mwananchi wanakuja na mbinu ya kukabili bei ya mafuta. Lakini Dr. Mwigulu atoa maelekezo wa wafanyabiashara wa simu 2000. Lakini msimamo wa Heche kwa bei ya mafuta. Huo ni msimamo wa Chadema kuelekea bei ya mafuta. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili ndani ya gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika Dr. Samia Mwinyi kuongoza kumbukizi ya Karume leo. Lakini watendaji Chunya matatani, marejesho mikopo 10%. Na askofu wa Kristo wa Islam kufunga pamoja ishara ya umoja na mshikamano. Lakini kwa nini kuwa makini na taarifa za uzushi ni muhimu? Kwa nini kuwa makini na taarifa za uzushi ni muhimu? Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini habari kubwa ni serikali ya warejeshea tabasamu simu 2000. Serikali ya warejeshea tabasamu simu 2000. Yaagiza wapewe mikopo nafuu stendi ya daladala biashara kurejeshwa. Lakini Mwigulu akemea ulanguzi wa vibanda ataka haki kwa wote. Mwigulu akemea ulanguzi wa vibanda ataka haki kwa wote. Na wanaopotosha habari mitandaoni sasa kukiona. Wanaopotosha habari mitandaoni sasa kukiona. Lakini LATRA kuanza kupokea maoni ya nauli kesho. LATRA kuanza kupokea maoni ya nauli kesho. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili. Lakini gari la teketea moto watatu wafariki. Gari la teketea kwa moto watatu wafariki. Habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kuna habari inayosema auawa akitaka kumshambulia paroko kanisani. Auawa akitaka kumshambulia paroko kanisani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika waraka wa Dr. Migiro uhusiano wa CPC na CCM. Lakini Dr. Mwigulu atangaza ahueni soko simu 2000. Dr. Mwigulu atangaza ahueni soko simu 2000. Lakini hakuna aliyepoteza nyeti, waziri Katambi asema. Na Rais Mwinyi mashindano ya Qur'ani yaitangaza amani ya nchi duniani.
Rais Mwinyi, mashindano ya Qur'ani yaitangaza amani nchi duniani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Uhuru, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika timu ya 35 ya madaktari wa China yazidi kuokoa maisha ya Wazanzibari, lakini waomba kuuza mifuko 1000 ya mawe ya dhahabu. Waomba kuuza mifuko 1000 mawe ya dhahabu. Lakini Mwigulu aagiza hatua za haraka soko simu 2000. Ni baada ya kuteketea kwa moto. Lakini reli ya Tazara kuboreshwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira, inasema reli ya Tazara kuboreshwa. Lakini jamii yasisitizwa kuimarisha familia, na LATRA na wadau kujadili nauli kesho. LATRA na wadau kujadili nauli kesho. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza lenye linaandika Dr. Mwigulu akata utata simu 2000. Dr. Mwigulu akata utata simu 2000. Lakini RC Chalamila afafanua kupanda bei ya mafuta Dar es Salaam. RC Chalamila afafanua kupanda bei ya mafuta Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Gazeti lako la Uelekeo lenye asubuhi linaandika serikali yafafanua maana ya akiba ya mafuta ya miezi mitatu. Na Dr. Mwigulu agiza biashara kurejea mawasiliano haraka. Na Masauni Karume alileta mapinduzi ya maendeleo. Lakini ziara ya Dr. Migiro China yaibua mafunzo. Ziara ya Dr. Migiro China yaibua mafunzo. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenyewe linaandika wawili wa mbaroni na 87 waokolewa mtego wa utajiri Tanga. Lakini LATRA yaita wadau kupanda nauli usafiri wa umma. LATRA yaita wadau kupanda nauli usafiri wa umma. Lakini bado kuna habari inayosema Dr. Mwigulu agiza kusafishwa kwa simu 2000. Na Chongolo watangaza neema kwa wananchi Idofi. Lakini watuhumiwa 25 wakamatwa Songwe mauaji ya mwalimu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika watu 25 wakamatwa Songwe mauaji ya mwalimu. Lakini Babati kunufaika na ujenzi wa barabara stendi ya kisasa kupitia mradi wa TACTIC. Lakini habari kubwa ni serikali kusaidia wafanyabiashara waliopoteza mitaji simu 2000. Serikali kusaidia wafanyabiashara waliopoteza mitaji simu 2000. Lakini LATRA wadau wajadili kupanda nauli na usafiri wa umma. LATRA wadau wajadili kupanda nauli usafiri wa umma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika kocha Yanga apata dawa ya ubingwa. Kocha wa Yanga apata dawa ya ubingwa. Lakini Baris KMC wamechana. Winnie Baris asema KMC wamechana. Simba ya muota Rajiga kuwanyima penati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, inasema Simba ya muota Rajiga kuwanyima penati. Lakini kipigo na TRA United, Singida Black Stars ya timu wa makocha na benchi la ufundi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga kwenye michezo linaandika Yanga sasa gari limewaka ligi kuu. Yanga sasa gari limewaka ligi kuu. Lakini Simba kucheza mechi 3 Arusha. Na Manula awaombua Simba abeba tuzo. Dodoma Jiji tutustahili ushindi wa Fountain Gate. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo linaandika Simba ya wapiga mkwara waamuzi. Lakini kujikita Arusha kwa mechi 3 mfululizo. Na Singida Black Stars yafyeka mishahara ya wachezaji, huku Dar City yarejea Dar es Salaam. Na Pamba Jiji Yanga inafungika. Wani Pamba Jiji waja na Yanga inafungika. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika meneja wa Simba atuma ujumbe mzito kuhusu waamuzi. Na Pamba Jiji kuiona Yanga buku 7, njooni kwa wingi Yanga wanafungika tu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Azam Simba ilikuwa mechi ya kimbinu, makocha wafunguka. Lakini serikali yaahidi kuendeleza michezo nchini. Hilo ni gazeti lako la Majira. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru kuna michezo linaandika moto wa wageni
kilio kwa wazawa ligi kuu. Moto wa wageni kilio cha wazawa ligi kuu. Na Dr. Mwigulu ampongeza Christina Shusho. Lakini Steve Becker ataja kiini sare na Azam. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini kimataifa kwenye gazeti la Uhuru linaandika Silva kutimka Man City. Huyo ni Silva kutimka Man City, ni gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika Singida Black Stars yafyeka posho bonus kwa wachezaji. Singida Black Stars yafyeka posho bonasi kwa wachezaji. Habari inaendelea ukurasa wa 23 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini mwanariadha avuna rekodi mita 120 na Steve Becker aliye na nafasi Ibenge afurahia sare. Lakini Tanzania yang'ara mashindano ya majeshi ya dunia. Lakini Pawasa akerwa na sare dhidi ya Zambia. Huyo ni Pawasa akerwa na sare dhidi ya Zambia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo linaandika hesabu ngumu, sare ya Mzizima ya inogesha Yanga, mabosi Simba wajifungia na mastaa. Lakini Arajiga hana baya. Huyo ni Edo Kumwembe asema Arajiga hana baya. Kocha Yanga aibuka na matatu. Kocha Yanga aibuka na matatu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe kwenye michezo linaandika Simba yalalamika kunyimwa penati. Simba yalalamika kunyimwa penati. Lakini Pamba Jiji yaja na Yanga wanafungika. Hiyo ni kauli mbiu ya Pamba Jiji kuelekea mchezo dhidi ya Yanga Mwanza. Anasema Yanga wanafungika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.